Roberto, usize basi. Kaka Roberto. Wachacha kwanza kuleta ujuaji hapa. Si huyu anaanza kusogea na msogea mbele wa nini? Basi basi. Angkoti. Kalau kumbe Angkoti Harmonize ni shabiki yako sana eh? Ndio tumeka maiki na kibungwasha cha chini. Vyombo na mimi najua kwenye vyombo mimi ni mtu mbaya, kwa hiyo tutaenda sawa tu. Kitu kubwa ananiambia choma zoezi kwamba mimi sifanye mazoezi. Ndio kesi kuna nafanya. Kwa hiyo najua nini ninachokifanya. Kwa hiyo point kubwa ni kwamba kwa sababu sasa hivi naimba muziki yote. Naimba kwenye playback na naimba pia kwenye vyombo. Kwa hiyo najua kosa la tutokea huko na kabla nacho. Kuna mwandishi amenipenyezea akasema kwamba mbona tujamuona Tunda na shemeji yetu Chanuo. Chanuo wanashoot movie yao sio mambo yao wanajua iko Mborela siku nini sijui. Kwa hiyo muda mwingi ni mwajiriwa kuliko nyumbani. Kwa hiyo majukumu ambayo anafanya nyumbani ni chache kuliko kwenye kazi yake. Atafanya kazi yake nafikiri siku nyingine tutakutana naye. Kuna watu wanajiuliza ile ilikuwa ni harusi kweli kati yako na Chanuo ama ilikuwa ni kiki za kaza au kazi zingine? Unaonaje? Kazi zingine mbona kuna watu ambao kama bado wana mashaka kwamba ile ilikuwa ni harusi kweli. Kipe hii story muda. Kwa sababu tukipa muda tutajua kama ni video, kama ni movie au kama tangazo au kama ni ndoa. Sababu watu waliona Chanuo alipost mara kadhaa lakini watu hawakuona attention yoyote kwa upande wako wewe mwanaume. Yaani sawa. Kwa kanifanya kama kaposti kama love makoma acha mambo yako bwana. Mbona hivyo kwa sababu tunataka ambaye amefanya makubwa ile mambo tu. Kwa nini hapa nikuja mwenyewe? Kwa mimi ni mwenyewe. Kwa hiyo ni sina mbwembo kabisa. Shemeji yako ndoa kabisa. Hauna sauti. Kuna video clip moja ambayo nimekutana nayo kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha shemeji yetu Chanuo akiwa anazungumza anasema kwamba kwenye ndoa ambayo ameingia sasa na wewe ni mke wa pili. Sasa kuna zile watu wanaangalia sasa je, Tunda kama ni mke mkubwa na Chanuo Tunda anawezaje kwa control hawa wawili na nini? Vizuri tu, nguvu nazo, afya nayo vizuri. Na nimesema dini kwa hiyo tuenda huku na tuenda huku. Usikienda kati na huku vizuri kabisa. Na unawezaje kubalance kuhakikisha kwamba mke mkubwa anafurahi na mke mdogo pia naye anapata haki zake zote? Ukijua ukikuwa utakana kuona wewe. Kwa hiyo njoo nikuibie siri kinyemela hapo kwenye kamera sio kitu kizuri. Kuna lingine jamani? Bwana, watu wanazungumza kwamba kwenye matukio ambayo yanamhusu Harmonize Tunda huwa ni mwepesi mno kuonekana, lakini tofauti na wasanii wengine. Kuna matukio mengi watu wanaona wasanii wengi wanayafanya lakini Tunda imekuwa sio
hayuko mwepesi kama anavyo yale ambayo anaandaa Harmonize. Si hivi kwa Harmonize ni kweli, kwa sababu hata mimi mambo yangu nikapeleka kwa Harmonize, tofauti na muziki, yanakuwa yanapokelewa kwa haraka na kwa karibu sana. Kwa hiyo karibu huo na mimi pia, na mimi ni karibu pia. Kwa hiyo ni sehemu ambayo nikifikaga swala langu linaisha, kama bwana tufanye nyimbo, unajua jiulize mara mbili. Mpige simu Mafia, mpige simu Sina nakuja tunagonga ngoma hivyo. Kwa hiyo hata kwenye swala langu nikafanya jambo mimi na yeye au mzito, kwa hiyo na mimi kwenye jambo lake siwezi kuwa mzito. ndio tofauti na wasanii wengine. Harmonize bado ni mtu fulani hivi, sio mwongeaji sana, lakini ni mtu fulani yuko real sana. Yaani yuko real sana, ndio maana unakuta mtu mwenye matundu anapigwa sana mawe. Lakini point kubwa ni kwamba Harmonize anajua anachokifanya, muziki anajua, talented, kwa hiyo ni kitu cha kujivunia. Iko tofauti sana na wasanii wengi. Kuna wasanii ambao wana push ngoma zao kwa nguvu kubwa, lakini huyu kwa sababu talent anayo, yani anaweza kufanya ngoma ambayo kubwa na akapush kidogo na ngoma ikaenda sana. Tukizungumzia kwa wasanii ambao wametoa nyimbo kubwa, tumesikia vionjo hapa juzi kati. Kionjo cha Harmonize ambacho kimetoka, la kionjo cha Diamond Platnumz ambacho watu wengi wanakizungumzia sana. Sasa kuna watu wanavifananisha vionjo viwili. Kuliko cha Diamond Platnumz. Cha kwangu mimi ni kiboko kushinda vyote. Kwa sababu mimi wewe utakuwa mwenyewe sio nani. Cha Harmonize ni kiboko. Kwa nini kiboko? Kizuri, yani kapita melodically, nzuri. Feeling, mtu akimba kuna feeling fulani unaisikia. Unasikia sauti ya original ya Harmonize, there is no artificial. Kwa kuna vitu vingi. Kuna sauti ambazo watu wanaimba. Kuna vitu mtu au sauti. Bado tuzungumzie kidogo mdogo wako Ibra. Ibra alikuwa ndani ya kundi. Sasa hivi Ibra haiko ndani ya kundi. Na tumeona ameachia kazi zake na interview ambazo anazifanya kwenye media mbalimbali. Kuna namna kama watu kama wanajaribu kusoa kama Ibra sasa anapoenda kama anaenda kuchokoza tena ndugu yake au kaka yake ambaye amemtambulisha. Ibra zake kubwa sana. Anaweza kama baba yake au sio. Kikubwa na kumwambia maisha yanapenda kukupeleka karibu na watu waliogombana nao. Kwa hiyo usipende kugombana na watu. Yaani maisha yana mtindo ya kukupeleka karibu na watu waliogombana nao. Kwanza kushangaa umeenda wewe unaambia solution yule pale alafu ushagombana naye au ushamzungumzia vibaya. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Alafu pia ana safari kubwa sana ya muziki. Kwa hiyo hata bosi mwingine ataogopa kumsaidia kwa sababu anajua huyu bwana kiachana naye anaenda kunizungumzia vibaya. Kwa sababu sisi kama kuna bosi ambaye yuko perfect. Kwa point kubwa asipende kama move on na mtu anacheka kitu chake afanye muziki wake. Achane kabisa na hao. Karibu ambao wanatengeneza kati ya Ibra na Diamond Platnumz. Kama anatumwa wengine ni mtoto. Anaishi kama anatumwa na watu ambao wanamzunguka. Kwa hiyo kutumwa sio kitu kizuri. Afanye muziki wake kama ameamua kumove on na move on. Usidhani kama bosi ametoka kwenye kiasi kwenye media anamzungumzia yeye au Harmonize kaza hizi kama hivyo. Usha move on, fanya mambo yako. Huwezi kiasi ukamzungumzia ex na leo unatana naye. Kuna namna ambavyo watu wanazungumzia kwamba kile ambacho Harmonize alikitengeneza kile anaondoka Wasafi ndio kile ambacho kinamrudia Ibra kuondoka Konde Gang, kile ambacho anakizungumza kwenye media. Harmonize alilipa sivyo? Hela. Anazungumzia kile ambacho anazungumzia Harmonize ile kuondoka Wasafi kwa namna kwenye interview zake kwa anazungumzia Diamond. Na sasa hivi tunamsikia Ibra naye anatoka kuzungumzia Harmonize. Kuna mtu lakini alikuwa anamzungumzia kwa nafikiri sio media mbili au by first press moja ile ya airport ni basi. Yes, kwenye usiku wa Harmonize tuko na Tungamani, miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye muziki wa Bongo Flava na miongoni mwa wasanii ambaye ameamua kukatiza usingizi wake na kuja kumsupport mdogo wake Harmonize. La moja kwa fresh. Nyama ni mwingi sana. Kwanza nikupe hongera sana.